Umewahi kusikia hali ya hewa kutoka sehemu ya uke wakati tendo la ndoa linaendelea na ukahisi hofu, aibu au kutojiamini? Hali hii inaweza kuathiri afya ya kisaikolojia ya mahusiano na utulivu wa mwili. Leo nitakueleza ukweli wa kisayansi kwa lugha nyepesi na salama, jinsi ya kuondoa tatizo hili kwa hatua sahihi. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies, ambaye amejikita katika kutoa elimu ya afya ya asili kwa kutumia misingi ya sayansi ya mwili wa binadamu, biolojia ya seli na tafiti mbalimbali za kisasa kuhusu matumizi sahihi ya mimea tiba. Kupitia maarifa haya, amekuwa akisaidia watu wengi kuelewa miili yao vizuri zaidi na kufanya maamuzi sahihi ya kiafya kwa njia salama na yenye uelewa. Kupitia Naturemed Supplies, tunatoa pia bidhaa mbalimbali za asili zinazolenga kusaidia ustawi wa mwili kwa ujumla katika changamoto tofauti za kiafya kwa kuzingatia tafiti na taratibu za kisayansi. Bidhaa hizi zimeandaliwa kwa misingi ya kibiolojia. Bidhaa zetu zinatoka India, Ghana, China na hapa Tanzania kwa kufuata viwango vinavyokubalika. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, unaweza kuwasiliana nasi kwa ajili ya kupata elimu na mwongozo wa jumla wa afya ya asili. Kwa mawasiliano zaidi, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambayo pia inaonekana ikipita chini ya skrini ya video hii. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, tunakukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele ili uweze kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Hewa kutoka kwenye uke mara nyingi hutokana na mabadiliko ya kimaumbile na kibiolojia ndani ya sakafu ya nyonga. Tafiti zinaonyesha misuli inapolegea au mpangilio wa viungo unapobadilika, hewa huingia na kutoka kwa urahisi. Hali hii ikipuuzwa, inaweza kuathiri udhibiti wa misuli na hisia za kujiamini. Njia ya kwanza kuimarisha misuli ya sakafu ya nyonga kwa msingi wa kibiolojia. Kibiolojia, uke unazungukwa na misuli ya sakafu ya nyonga ambayo kazi yake ni kushikilia viungo vya uzazi, kibofu cha mkojo na sehemu ya mwisho ya utumbo. Tafiti za anatomia zinaeleza kuwa misuli hii inapolegea kwa sababu ya umri, kujifungua, kukaa muda mrefu au kutofanya mazoezi maalum, hewa huingia na kutoka kwa urahisi. Hewa hiyo hutafuta nafasi yenye shinikizo dogo na kusababisha sauti isiyothibitika. Utafiti uliochapishwa kwenye jarida la afya ya wanawake unaonyesha kuwa mazoezi ya kukaza na kuachia misuli hii huongeza msongamano wa nyuzi za misuli na kuboresha uwezo wa misuli kujifunga kwa ufanisi. Hii hupunguza mianya ya hewa na kusaidia urejeshaji wa udhibiti wa kimaumbile kwa njia ya asili. Njia ya pili, kusawazisha homoni kwa afya ya tishu za uke. Homoni, hasa estrojeni, zina mchango mkubwa katika kudumisha unyevunyevu, unene na elasticity ya tishu za uke. Tafiti za endokrinolojia zinaonyesha kuwa kupungua au kutokuwepo kwa uwiano sahihi wa homoni husababisha tishu kuwa nyembamba na kupoteza uwezo wa kujifunga vizuri. Hali hii huongeza nafasi ya hewa kukusanyika. Lishe sahihi, mimea yenye viambato vinavyosaidia kazi ya tezi na mtiririko mzuri wa damu huchangia kurejesha ubora wa tishu. Tafiti nyingi zinaeleza kuwa mwili unapopata msaada wa virutubisho vya asili vinavyosaidia mfumo wa homoni, tishu hurudi katika hali yake ya kawaida na kupunguza tatizo hili kwa kiasi kikubwa. Njia ya tatu, kurekebisha mkao wa mwili na mgawanyo wa shinikizo. Kimaumbile, mwili wa binadamu umeundwa ili shinikizo la ndani ligawanywe kwa usawa. Tafiti za biomechanics zinaonyesha kuwa mkao mbaya, kama kukaa vibaya, kusimama bila usawa au kuinama mara kwa mara, hubadilisha mwelekeo wa shinikizo ndani ya fumbatio na nyonga. Shinikizo likielekezwa chini kwa muda mrefu, husababisha misuli ya uke kupanua zaidi ya kawaida na kuruhusu hewa kuingia. Kurekebisha mkao huwezesha viungo kukaa katika nafasi yake ya asili na hupunguza shinikizo lisilo la lazima kwenye sakafu ya nyonga, jambo linalosaidia kudhibiti hewa. Njia ya nne, kudhibiti uzito wa mwili kwa afya ya nyonga.
Uzito wa mwili una uhusiano wa moja kwa moja na shinikizo linaloelekezwa kwenye sakafu ya nyonga. Tafiti za kitabibu zinaonyesha kuwa uzito uliopitiliza huongeza mzigo kwa misuli inayoshikilia viungo vya uzazi. Kadri mzigo unavyoongezeka, ndivyo misuli inavyoelemewa na kupoteza uwezo wake wa kujifunga ipasavyo. Kupunguza uzito kwa njia salama na endelevu hupunguza shinikizo hili na kuruhusu misuli kufanya kazi yake ya kawaida. Hii ni hatua muhimu ya kibiolojia inayosaidia kupunguza hewa isiyodhibitika. Njia ya 5, kuboresha afya ya mfumo wa chakula na mmeng'enyo. Mfumo wa chakula unapozalisha gesi nyingi husababisha shinikizo kubwa ndani ya tumbo. Kibiolojia, shinikizo hili husukumwa kuelekea nyonga na uke ambao uko karibu. Tafiti za fiziolojia zinaeleza kuwa gesi nyingi hutokana na mmeng'enyo hafifu, mchanganyiko mbaya wa chakula au kutokuwepo kwa bakteria rafiki. Kuboresha mmeng'enyo kwa lishe sahihi na msaada wa mimea asilia husaidia kupunguza gesi na hivyo kupunguza msukumo wa hewa kuelekea uke. Njia ya 6, kunywa maji ya kutosha kwa afya ya tishu. Maji yana nafasi kubwa katika kudumisha elasticity na unyevunyevu wa tishu zote za mwili, ikiwemo uke. Tafiti za fisiolojia zinaonyesha kuwa upungufu wa maji husababisha tishu kuwa kavu na kupoteza uwezo wa kujirekebisha. Tishu zilizo na unyevunyevu sahihi hujifunga vizuri na hupunguza mianya inayoruhusu hewa kupita. Unywaji maji wa kutosha ni msingi muhimu wa kibiolojia unaosaidia afya ya mfumo wa uzazi. Njia ya 7, kupunguza msongo wa mawazo kwa afya ya misuli. Msongo wa mawazo huathiri mfumo wa neva ambao unaongoza kazi ya misuli. Tafiti za neurolojia zinaonyesha kuwa mtu akiwa na msongo wa muda mrefu, mawasiliano kati ya neva na misuli hupungua. Hii husababisha misuli kutofanya kazi kwa ufanisi. Kupunguza msongo kupitia mapumziko, usingizi mzuri na mbinu za utulivu husaidia kurejesha mawasiliano sahihi ya neva na misuli ya nyonga na kupunguza tatizo la hewa kutoka uke. Njia ya 8, uangalizi wa kiafya baada ya kujifungua. Kwa wanawake waliowahi kujifungua, tafiti za uzazi zinaonyesha kuwa misuli ya sakafu ya nyonga hupitia mabadiliko makubwa. Bila ukarabati sahihi, misuli inaweza kubaki imelegea kwa muda mrefu. Uangalizi wa kiafya na mazoezi ya kurejeshea muundo wa kimaumbile husaidia misuli kurudia hali yake ya kawaida. Hii hupunguza mianya ya hewa na kuboresha udhibiti wa kiasili. Njia ya 9, kutumia mimea asilia yenye ushahidi wa kisayansi. Mimea asilia ina viambato vinavyosaidia mzunguko wa damu, urejeshaji wa tishu na uzalishaji wa kolajeni. Tafiti za phytochemistry zinaonyesha kuwa baadhi ya mimea ina uwezo wa kusaidia afya ya mfumo wa uzazi bila kuathiri mwili. Naturemed Supplies tuna bidhaa za asili zilizofanyiwa utafiti kwa kuzingatia taratibu za kisayansi ili kusaidia mifumo mbalimbali ya mwili kwa usalama na ufanisi. Njia ya 10, kufuatilia afya kwa ushauri wa kitaalamu. Tafiti za afya ya umma zinaonyesha kuwa ufuatiliaji wa mara kwa mara husaidia kubaini chanzo halisi cha tatizo mapema. Ushauri wa kitaalamu husaidia kuchagua njia sahihi ya kibiolojia kulingana na hali ya mtu binafsi. Hatua hii huzuia tatizo kuwa sugu na huongeza ufanisi wa njia nyingine zote za kurekebisha hali. Hali ya hewa kutoka uke ina msingi wa kibiolojia na inaweza kudhibitiwa kwa mbinu sahihi za kisayansi. Kuimarisha misuli, kusawazisha homoni, kuboresha lishe na kutumia suluhisho asilia salama ni nguzo muhimu. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo upload, like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya skrini ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Tukutane tena kwenye video zijazo.